Jua lilipochomoza, Mshindi TV ilifunga safari na kutembelea sehemu mbalimbali na kupitia katika barabara iliyonyooka. Ni moja kati ya juhudi za Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma nzuri na kufanya majukumu yao bila ya usumbufu. Hadi kufikia Matemwe katika kijiji cha Kijadi na kushuhudia mazingira magumu wanayopitia wakaazi wa kijiji hicho. Hali za wakaazi wa kijiji hicho haziridhishi, hasa kwa watoto wadogo ambao ndio wanaohitaji mkubwa wa huduma mbalimbali ikiwemo huduma ya afya, mavazi, vitu vya kusomea na kadhalika. Islamic White Umbrella Foundation ikishirikiana na taasisi mbalimbali imeamua kuwafikia wakaazi wa Matemwe katika kijiji cha Kijadi na kutoa msaada wa vitu mbalimbali vitakavyoweza kuwasaidia hasa katika kipindi hichi cha sikukuu. Makamu mwenyekiti wa White Umbrella Hamid Issa Zakaria amesema kuwa kwa kawaida wanatoa sadaka katika kipindi ambacho watu watakuwa na uhitaji zaidi, ikiwemo nyakati za sikukuu na Ramadhani. Tupo katika kuelekea sherehe za Eid al-Fitr. Kwa hiyo tumeleta kile ambacho tumekikusanya na kile ambacho Allah ameturuzuku, ikiwa ni sehemu ya kuweza kufikisha kile ambacho Allah ameturuzuku. Tunaangalia katika zile nyakati ambazo uhitaji unakuwa mkubwa zaidi, kama kipindi cha Ramadhani, kipindi hichi ambacho tunaelekea sikukuu na kama hivyo. Wito wetu kwa jamii, mambo kama haya hayahitaji utajiri, kwa sababu sote ambao tumeleta haya mambo si matajiri. Unahitaji moyo wa kutoa na kuweza kuwafikiria wengine, kwa sababu kwanza inahitaji kukaa kuwafikiria wengine, kwamba wengine kile ambacho sisi tunakipata hata hicho wao hata pengine robo hawezi kukipata. Kwa hiyo sisi tukishatimiza tu cha kuweza kutumia kwa siku hizo, basi kilichobakia tunakitoa kwa ajili ya wengine. Kwa hiyo tunatoa wito kwa wengine waweze kutoa kile ambacho Allah amewaruzuku, hata kama ni kwa kiwango kidogo. Na wito wetu kwa serikali, pamoja na mikakati mizuri ya serikali na jitihada kubwa ambazo zinafanywa na marais na viongozi wengine, lakini bado ipo haja ya kuweza kuongeza juhudi hasa kwa wananchi ambao tunasema kwamba ni wa chini zaidi, kwa sababu inawezekana serikali wanatoa misaada ama wanatoa kwa namna yao, lakini haifiki katika ile namna ambayo inahitajika kufika katika sehemu ambayo ni ya chini zaidi. Khatibu Abdurrahman, nafahamika kwa jina la biashara Kudhaili, kutoka taasisi ama tuseme kampuni ya ushonaji na utengenezaji kanzu. Sisi kwa tumeamua kuungana na Islamic White Umbrella katika kulifanya hili sehemu mbalimbali ambazo wanakwenda. Lakini hili pia naona kwetu sisi na hata kwa jamii na hata kwa serikali ni muhimu, kwa sababu wanapotutizama serikali na jamii kwa pamoja wanapata kuona wapi changamoto zaidi inahitajika kufanyika. Naamini NGO nyingi wanafanya kama hivi, na moja kati ya kitu ambacho nakiamini mimi, serikali inatizama maeneo baadhi ya watu wanamokwenda ili kuangalia wanakwenda na changamoto zilizopo ni zipi, na sisi tumepanga kuwemo katika hao ambao watafukua zile changamoto, na tunaamini serikali yetu itazitengenezea, ikiwemo za kiafya, kihali, kwa sababu tukija kama tulivyoona watoto hali zao tunajua na hali zetu wa Zanzibari, lakini kuna maeneo zinakuwa zinazidi sana kiafya, lakini hata sio tu kwa watu peke yake, hata miundombinu. Alhamdulillah tulipofika hapa tumeona mengi. Umeme umeshafika alhamdulillah, maji yapo alhamdulillah, tumetia uzu maji matamu kwa kweli, japokuwa tuko karibu na pwani, lakini kuna na mengine yanahitajika. Kwa tukifanya kama hivi, basi naamini tutakuwa tunaisaidia serikali katika kupeleka swala hili mbele. Licha ya hali duni ya wakazi wa kijiji hicho, lakini bado wanajitihada za kuwasomesha watoto wao kwa bidii ili kufikia malengo yao, kwani elimu ya akhera ndiyo kipaumbele kikubwa walichojiwekea. ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Ismail Ali Sadriki
Ameiomba jamii kusaidia baadhi ya watu waliokuwa na mazingira magumu, kwani kutoa ni moyo. Ushauri wangu kwa yale mataasisi ambayo yana uwezo kwa namna moja ama nyingine, tuweze kusapitiana ili tuweze kuzifikia jamii kama hizi kwa kile kidogo angalau tulichokuwa nacho, kwa sababu sio kwamba sisi tunacho, lakini kwa kile kidogo tumejiweka na tukaona tuna umuhimu wa kuisaidia jamii yetu ambayo tunaishi. Lakini vile vile tunaishauri kwa serikali iweze kupita kama huku katika vijiji au katika sehemu kama hizi kuisaidia, kwa sababu kama Mheshimiwa Rais wameandaa miundombinu mizuri na ipo mizuri, umeme umefikishwa huku na kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo maana yake mambo yako vizuri na yanaenda vizuri, lakini kama kitu kikubwa mimi ninachoongea ni kwamba jamii tuweze kujitahidi kusaidia jamii yetu kwa vile vidogo ambavyo tulichokuwa nacho. Unajua kutoa ni moyo, sio lazima uwe na utajiri. Katika sisi tuliokuja sote hakuna hata mmoja mwenye utajiri, lakini kwa sababu ya ile roho safi ndio tunaamua kuisaidia jamii yetu, kwa sababu haya ndo maisha, kuna leo kuna kesho. Kwa hiyo hicho tu, napenda sana kushukuru na nimefurahi sana kwa sababu nimejifunza vitu vingi sana kutoka hii sehemu kwa siku ya leo. Nilikuja nina furaha, lakini naondoka ikiwa moyo wangu unayo furaha kwa kusaidia, lakini kuna vitu vingi sana vinanisikitisha. Mshindo TV ikabahatika kuongea na mkazi wa kijiji hicho, na kama anavyoelezea. Nakaa Kijagi, Mwajuma Mosi jina langu. Furaha yetu sasa, tunashukuru ujio wenu, imekuwa kama ni faraja si wazee, kwa sababu unapokuwa nye watoto mna changamoto ya kuja hivi kututizama kama sie, basi tunakuwa tunashukuru kwa Mwenyezi Mungu ili uzidi juu zaidi na zaidi. Mwenyezi Mungu amujalie hekima, Mwenyezi Mungu amupe tauhidi ya kuwa kwamba kumbe kuna watu tunatakikana kutoa sadaka mbalimbali ili kujenga kule tunakokwenda. Ashura Mzee, Mshindo TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mshindo TV.